Royal Ren. Shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. 1.5 na hizo ni taarifa kutoka kwenye chombo ambacho kinaaminika zikidai kwamba mchezaji wa Young Africans Pacome ana ofa ya Al Ahly, hivyo amewaomba Yanga wachukue hela kabla ya maamuzi ya kuondoka bure mwishoni mwa msimu. Al Ahly pia imetuma ofa ya bilioni 1.5 za Kitanzania kwenda kwa klabu ya Young Africans ili kupata huduma ya mchezaji huyo Pacome. Ni hela nyingi, bilioni 1.5. Stori za Pacome kuhusishwa na National Al Ahly nadhani hazijaanza jana wala leo, si ndio? Kama unakumbuka msimu wake wa kwanza baada ya kuwa na performance bora kwenye michuano ya CAF Champions League, National Al Ahly pia alikuwa anatajwa kuweza kumhitaji Pacome Zouzoua. Yes, alikuwa kwa upande wa Yanga. Yeah. Lakini alikuwa ni mfungaji namba 2, alikuwa na magoli 4. Na ni msimu ambao alifanikiwa pia kuweza kuitwa kwenye upande wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Kwa hiyo pengine inawezekana ikawa ni muendelezo au kuweza kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakampata zaidi. Kitu pekee ambacho nakiamini ni kwamba Young Africans bado pengine wanamhitaji zaidi Pacome kuliko kukaa chini na kufanya biashara, kwa sababu kwenye hawa viungo 3 mpaka 4 kwa maana ya Max, Aziz, Pacome pamoja na Clatous Chota Chama, inawezekana pengine kama watahitaji kupunguza mmoja, pengine labda wanaweza wakampunguza Chama, lakini Pacome bado akaendelea kuweza kusalia kwenye upande wa timu, kwa sababu ni mchezaji ambaye unaona impact yake kwenye upande wa timu, lakini ameendelea kuweza kupambania namba kwenye upande wa kikosi cha kwanza. Kwa hiyo pengine Young Africans wanajitahidi kuweza kuhakikisha kwamba wanambakisha na tukumbuke bado hajampa mkataba mpya. Alisaini miaka 2 na huu ndo anaenda kwenda kumalizia. Pengine sasa na wao wanaweza wakaangalia kama mchezaji atashinikiza nguvu kubwa, wanaweza wakafanya biashara, lakini kama wanaweza wakakaa chini. Na nilimsikiliza pia hata wakala wake pia Zambro Traore alikuwa anazungumzia pia kuhusiana na hawa wachezaji, alimtaja Aziz, akasema pengine kuna 80% yeye kuweza kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga, akamtaja yao pamoja na Pacome, akasema kwa hawa wachezaji wawili ni maamuzi sasa ya klabu kama wanaweza wakaamua kuweza kuacha huru ama wanaweza wakakaa nao chini kwa ajili ya mikataba mipya. Ndo kwanza tumemwona yao ameweza kurejea baada ya kutokea kwenye injury ya muda mrefu. Kwa sasa wana Pacome ambaye anacheza kwenye upande wa kikosi cha kwanza. Ni riski sana umuuze Azizi, umuuze Pacome kwa wakati mmoja. Lazima pale wanaweza wakachagua option moja. Either wamuuze Azizi Ki, wabakie na nani? Na Pacome Zouzoua. Yes. Kuongezea kitu. Unajua mpira ni biashara ambayo ni kuuza na kuuziana. Young Africans wakati wanahitaji huduma ya Pacome alikuwa ni key player kwenye timu aliyotoka ya ASEC Mimosas, na sina shaka na biashara kufanyika. Nina mashaka na recruitment ya hivi vilabu. Kumuuza Pacome sio issue kubwa. Lakini sasa una mtu ambaye una watu ambao wanaweza kukutafutia mtu ambaye yuko kama Pacome, sababu unaamini hiyo kama ni kweli ni 1.5B. Siamini kama Young Africans walitumia hata nusu ya hiyo pesa kumleta Pacome Zouzoua Tanzania. Ina maana ni double investment ya klabu ya Yanga wanaenda kuipata kama kule watamuuza. So kesi, lakini kesi, na ndio maana vilabu vyetu huwa vinapenda kuangania wachezaji, ni kwamba nikimuondoa Pacome nina wasiwasi kama nitaweza kumpata mtu kama huyo. Lakini angalia klabu kama ASEC Mimosas imelisha vilabu vingi vya Tanzania. Huyu Aziz katoka ASEC Mimosas, Atora yao kwa ASEC Mimosas. Pacome Zouzoua ASEC Mimosas. Lakini uwezo kukuta ASEC ina struggle ni kwa sababu ya recruitment ambazo wao wanazifanya, kwamba tunamwandaa Pacome lakini nyuma yake tuna watu ambao wanahangaika kuhakikisha tunampata mtu ambaye anakaribia level za Pacome ambaye ni potential player. Na kama Young Africans wanaweza kufanya hivyo, it's a good deal. Lakini kama ndio vile tutaendelea kustick kwamba nikimuuza Pacome inabidi nianze kuhangaika kubahatisha, tutaendelea kuona hivi vilabu vikigoma kufanya hizi deals. Lakini 1.5B is very a lot of money, na kama una watu ambao wanaweza kufanya recruitment ya mchezaji mwingine ambaye ni either ni kidogo ya Pacome kiumri lakini mwenye potential ya kuwa bora zaidi, it's a good deal, unauza tu, kwa sababu hata Yanga nao waliuziwa. Sawa Juma, kabla hatujaenda kufunga kipindi ungetupitisha